strength and health to be. Christ only Christ, for body, soul, and spirit. Christ only Christ, He and eternally. Amen. Brethren, I take this opportunity to welcome you all to this session. And it's another opportunity to meet here that we may continue studying the Word of God together. Remember, this is a series on the book of Revelation. And today we get to Revelation chapter 19, and the topic being much people in heaven. So welcome everyone joining us. I request you may have your pens and papers ready, take down some notes, and at the end of the session, you will have an opportunity to ask a question or even to give a comment. And remember, this session will be interpreted in Swahili. Kwa hivyo karibuni sana kila mmoja kwa kipindi hiki tunapoendelea na kitabu cha Ufunuo, na siku ya leo tunaingia katika Ufunuo 19 ambao tunaangalia watu wengi mbinguni. Kwa hivyo karibuni sana kila mmoja, na ukumbuke baada ya fundisho hili utakuwa na nafasi ya kuuliza swali ama kuweza kupatiana nyongeza yako. Kwa hivyo karibuni sana kila mmoja. Thank you so much, Elder Demetrius, for finding time again for us, and welcome that we may begin the session. Thank you so very much, Elder Karuga, for this opportunity again, that I can come and share some thoughts from the book of Revelation. We're now going into Revelation chapter 19. Revelation 18 ends with the total destruction of Babylon, and you can continue to read it there for yourself as you recognize that they were trading in everything where this world is concerned, including the souls of men. But we're going to go on to Revelation chapter 19, beginning at verse 1, and we will see that we've now reached that place where God's people have arrived in the place that they long for so much, heaven. Pray with me as we begin. Father in heaven and merciful God, we thank you very much for giving us the opportunity to continue to study your word. We ask that you would bless us in our research today. In Jesus' name we pray. Amen. So can you please make that introduction for me, Karut? Okay, thank you so much. Kwa hivyo karibuni sana. Kumbuka tumekuwa tukiangalia kitabu cha Ufunuo 18, ambalo kitabu cha Ufunuo 18 basi kinaisha na kuweza kuona Babeli ikiwa imeangamizwa kabisa. Kwa hivyo unaweza endelea na kujifunza kitabu kile. Lakini katika kitabu cha Ufunuo 19 basi tunaanza kuona picha ya washindi ambao wanaonekana mbinguni. Kumbuka hapa ndipo mahali ambapo kila mmoja wetu tunanuia kuweza kufika. Kwa hivyo fundisho la siku ya leo kweli litakuwa la kututia nguvu katika jambo hili ambalo tumekuwa tukitazamia kwa muda. Karibuni sana. Over to you, Elder. Okay, so we're going to begin by looking at Revelation chapter 19. We're going to read verses 1 through 3. This is the time now for celebration. The long-awaited event of the ages has arrived. There will be no more sickness, no more suffering, no more pain, no more death. It is all behind us. And we are looking forward for eternity, and eternity of bliss. Listen to the voice of much people in heaven. It says, and after these things, I heard a great voice of much people in heaven saying, Hallelujah, salvation and glory and honor and power unto the Lord our God. For true and righteous are his judgments. For he hath judged the great whore, which did corrupt the earth with her fornication, and hath avenged the blood of his servants at her hand. And again they said, Hallelujah, and her smoke rose up forever and ever. Praise the Lord. This is now the people of God in heaven before the throne. They have now reached a place where they can celebrate an eternal life of bliss. Are you not looking for that event? Karuga. Amen. Amen. Basi ndugu, karibuni sana. Na kama vile tumeweza kuona ya kwamba
ni tukio ambalo kila mmoja wetu tunatazamia, ambayo ni kuweza fika mbinguni. Kwa hivyo Ufunuo 19 inatupatia kidokezo cha jambo lile, na kwa hivyo katika sura ama fundisho la leo ndio tunaangalia watu wengi mbinguni. Na tukianzia pale katika Ufunuo 19 mstari wa kwanza inasema, baada ya hayo nasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, sauti kubwa mbinguni ikisema, haleluya, wokovu na utukufu na nguvu zina Bwana Mungu wetu, kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki. Maana amemhukumu yule kahaba mkuu aliyeharibu nchi kwa usharati wake, na kuipatiliza damu ya watumwa wake mkononi mwake. Wakasema mara ya pili, haleluya, na moshi wake hupaa juu hata milele na milele. Kwa hivyo wapendwa, tunaanza kuona tukio la ushindi la watu wa Mungu tukiwa mbinguni, na kwa hivyo kweli hapa ni mahali ambapo tunastahili tuweze kutazamia kuweza kuwepo. Amen. Good. So the time for judgment and the time for vengeance is now past. Can you join me, Karuga? Yes. Kwa hivyo wapendwa, wakati wa hukumu na wakati wa kulipiza tayari umeweza kupita. Amen. Now, the book of Revelation is a wonderful book to read. Kitabu cha Ufunuo ni kitabu ambacho ni kizuri sana cha kusoma. Many people are afraid of this book. Watu wengi sana huwa wanaogopa sana kitabu hiki cha Ufunuo. The fact is that they just don't understand it. Na ukweli ni kwamba ni kwa sababu hawakielewi vizuri. And it is usual that you are afraid of what you do not understand. Na kwa hali ya kawaida wewe huwa unaogopa kile ambacho haukielewi. The theme of the book of Revelation is victory. Basi jambo ambalo ni kipaumbele katika kitabu hiki cha Ufunuo ni ushindi. Hiyo ndiyo swala kuu la kitabu hiki. It is true that we will see war, we see beasts, we see dragons, we see a harlot, etc. But the most important thing that we see is that God's people will triumph at last. Amen. Ni kweli katika kitabu hiki wapendwa, utaweza kuona kuhusu vita, utasikia kuhusu wanyama, utasikia kuhusu joka na mambo mengine zaidi. Lakini jambo muhimu sana ambalo tunaloona katika kitabu hiki ni watu wa Mungu kuwa washindi hatimaye. Amina. Now, God did this because as we go through our various circumstances, He has given us a vision of the victory ahead so that we would press on in our fight here on this earth. Amen. Kwa hivyo tunapokuwa tukiendelea mbele, Mungu kwa jozi anatupatia ama anatudokezea kuhusiana na ushindi ambao uko mbele. Na kwa hivyo basi tunapoendelea katika safari hii, tunaweza kuwa na matumaini, maana ushindi tayari umeweza kuonekana na ushindi upo kwa watu wa Mungu. Amina. So you may be facing some difficulty at this time, yet when you look at the book of Revelation, you will see victory is just ahead. Amen. Ni kweli unaweza kuwa unapitia changamoto katika maisha yako, lakini unaposoma kitabu hiki cha Ufunuo, basi unaona ushindi mbele, na jambo hili basi linakutia nguvu. Amina. So God has given us over and over again promises of the reward for all of those who overcome. Na Mungu amekuwa akitupatia tena na tena ahadi za zitakaopatiwa wale ambao watakuwa ni washindi. Notice what he says in Revelation chapter 2 verse 7. He says, "To him
that overcometh will I give to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Lost privileges to humanity, we are given the assurance they will be restored. Full access again will be given to us of God's resources through Jesus Christ. I say praise the Lord. Amen. Amen. Basi hebu angalia ahadi ya kwanza ambayo tunaipata pale katika kitabu cha Ufunuo 2 mstari wa 7, na aliye na masikio aweze kusikia. Anasema, ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Kwa hivyo wapendwa, mambo ya kipekee ama nafasi za kipekee ambazo mwanadamu alikuwa amepatiwa, ambazo zilikuwa zimepotea, kama kule kupata kukula matunda ya mti wa uzima, basi nafasi zile zitaweza kurejeshwa tena na tutaweza kupata kufikia kabisa bila kizuizi chochote, na hii yote inawezekana kwa sababu yake Yesu Kristo. Kwa hivyo nafasi hizo za kipekee ambazo tulikuwa nazo, mwanadamu alikuwa amepatiwa, basi ataweza kurejeshewa tena. Amina. Praise the Lord. Again, he says in Revelation chapter 2, verse 11, he that overcometh shall not be hurt of the second death. So the promise of protection from the consequences of Satan's actions is given to us. What a promise. Praise the Lord. Amen. Amen. Ahadi nyingine ambayo iko katika kitabu cha Ufunuo 2 mstari wa 11 inasema, yeye ashindaye hatapatikana na madhara ya mauti ya pili. Kwa hivyo tuna ahadi pale ya kulindwa kutokana na matokeo ya kazi ya shetani. Maana kumbuka, shetani ndiyo mwanzilishi wa dhambi na matokeo yake yote. Kwa hivyo ushindi tunahakikishiwa, ahadi tunahakikishiwa kwa wale watakao kuwa ni washindi, basi hawatapokea madhara ya kazi hii ya shetani ya dhambi. Amina. Amina. Again, he says in Revelation 2, verse 17, to him that overcometh will I give to eat of the hidden manna. I will give him a white stone, and in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. Praise the Lord. This is the promise of an eternal participation in the life of God. And we will have a new name representative of our experience in Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Ahadi nyingine wapendwa katika kitabu cha Ufunuo tunaipata katika Ufunuo 2 mstari wa 17 ambaye anasema, yeye ashindaye nitampa baadhi ya ile mana iliyofichwa, nami nitampa jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya, asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Kwa hivyo ahadi ya kuwepo milele kwa maisha ya Mungu ama kwa uzima wa Mungu ni yetu, na kisha tutakuwa na jina mpya ambao inashuhudia ujuzi mpya ambao tumepata ndani yake Yesu Kristo. Ndiposa lazima tupatiwe jina jipya. Amen. Amen. But he is not finished. He is not finished. He says in Revelation 2 verse 26, and he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. Oh, praise the Lord. So when we will be tormented by the nations, God is giving us the assurance that that will pass away. We will have global and universal authority in Jesus Christ. Oh, praise the Lord. Amen. Amen. Ahadi nyingine ambayo tunapata katika kitabu cha Ufunuo 2 mstari wa 26 inasema, yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. Wapendwa, mataifa yanaweza kututesa na serikali zinaweza kututesa, lakini mwishowe tutakuwa na mamlaka juu ya mataifa. Na basi hii mamlaka yote ambao ni ya ulimwengu wote tutakuwa nayo
kwa sababu ya mamlaka iliyo katika Yesu Kristo. Amina. And he continues. He says again in Revelation chapter 3, verse 5, he that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Oh, praise the Lord. This is the guarantee that your name will not only be written in the book of life, but in the judgment in Jesus Christ, you will pass the judgment and your name will be retained in the book of life. Oh, praise the Lord. You will have on the righteousness of Christ, and Christ will represent you before the Father. What a glorious promise is this to the children of God. Amen. Amen. Wapendwa, tena ahadi nyingine tunapata katika kitabu cha Ufunuo. Inapatikana katika Ufunuo 3 mstari wake ni 5, ambayo inasema, yeye ashindaye atavikwa hivyo mavazi meupe, wala sitalifuta kamwe jina lake katika kitabu cha uzima, nami nitalikiri jina lake mbele za Baba yangu na mbele ya malaika zake. Kwa hivyo wapendwa, hii ni uhakikisho kwamba tutaweza kupita hukumu, na majina yetu hayataandikwa si kwamba tu yameandikwa katika kitabu cha uzima, bali yataweza kudumishwa katika kitabu cha uzima, kwa sababu kupitia kwa Kristo na haki yake tutaweza kupita na kufuzu hukumu ambayo iko mbele, na haki ya Kristo itaweza kututetea kikamilifu. Majina yetu basi yatadumishwa katika kitabu cha uzima. Amina. And do you think that he is finished? He is not finished. He says again in Revelation chapter 3, verse 12, to him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Hallelujah. This promise is a permanent position in the temple of God, a permanent position in the kingdom of God. You will go no more out. You will be a staple in God's kingdom. God says, never again will sin arise. You will be one of those that will be the immunization factor in the universe. Hallelujah. Amen. Amen. Wapendwa, ahadi bado hazijaisha. Ahadi nyingine katika kitabu cha Ufunuo ni Ufunuo 3 mstari wake ni wa 12, ambao tunaambiwa yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa, nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huyo Yerusalemu mpya ushokao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Kwa hivyo wapendwa, hii ni uhakikisho na ahadi ya kuweza kuwa na sehemu ambayo ni imekamilika na ni ya milele katika hekalu la Mungu, na zaidi pia katika ufalme wake. Sisi tunaambiwa kwamba tutafanywa kuwa nguzo katika hekalu lake. Hii ni nafasi ambayo tumepatiwa, ambayo ni ya kudumu milele, haitaweza kubadilika tena. Na basi sisi ndio tutaweza kukua wale wa kuweza ni kama kuweka dunia mpya, yaani kuweza kuhuisha dunia tena, kwa sababu ya nafasi ile ambayo tumeweza kupatiwa, nafasi ambayo ni ya milele katika ufalme wa Mungu. Ahadi ya ajabu kweli. Amina. Praise the Lord. And he's not finished as yet, because over and over and over and over and over again, he wants to make sure that his people understand that there is a reward coming, and therefore you can go through whatever it is that you are facing in life today. You can afford to go through it. He says again, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne,
even as I also overcame and am sat down with my Father in his throne. When you overcome sin, when you overcome lukewarmness, when you overcome your pride, when you overcome the lust of the flesh, the lust of the eye, the lust of everything, the eyes and the pride of life, when you overcome these things, the promise is given to you that you will sit by the side of Jesus on his throne, forever ruling with him as a co-administrator with him of the universe. What a glorious opportunity God has given to you and me in Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Amen. Wapendwa, kwa kweli ahadi ambazo ziko katika kitabu cha Ufunuo ni za ajabu. Na haijalishi ni jambo gani ambao unapitia katika maisha yako wakati huu, haijalishi ni changamoto zipi ambazo unapitia wakati huu, lakini ahadi za kitabu cha Ufunuo ni ahadi ambazo ni zako na ni za kukutia nguvu. Ndiposa tunapatiwa ahadi nyingine katika Ufunuo 3:21 kwamba yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha enzi. Na basi hii ni ahadi ya kwamba tutaweza kukaa kando ya Kristo katika ufalme wake. Na basi tunakuja kuona ya kwamba wale wote wanaoshinda, kushinda kiburi cha maisha, kushinda tamaa ya macho, tamaa ya mwili, basi ahadi hizi zote wapendwa ni zetu ikiwa tutaweza kushinda. Na basi ni nafasi ya kipekee sana ambayo tumeweza kupatiwa. Hebu fikiria mwanadamu kuweza kuinuliwa kiasi ya kukaa katika kiti cha enzi pamoja na muumba wake. Kweli ni ahadi ambazo ni za kipekee. Mungu atusaidie tuweze kuzipokea na kuweza kuzishuhudia ahadi hizo zote. Amina. Amen. Praise God. Now, you can join me there. More than giving the people of God the promise of victory, God has also in the book of Revelation given scenes of the saints themselves standing in heaven. Amen. Wapendwa, zaidi ya kuweza kutoa ahadi ambazo tumeweza kuziangalia katika kitabu hiki cha Ufunuo, Mungu pia ameweza kupatiana matukio ambayo ya kuonesha watakatifu wakiwa wamesimama wakiwa mbinguni. Kwa hivyo hatujapatiwa tu ahadi, pia tunapatiwa mtazamo na tunadokezewa ama tunaelezewa na tunaonyeshwa picha za washindi wakiwa wamesimama mbinguni. Amina. So we are not only looking at promises to come, God has pulled back the curtains that we can see for ourselves what is to come. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo wapendwa, hatujapatiwa tu ahadi za mambo yajayo, lakini Mungu pia ameweza kuondoa pazia ili tuweze kuona tukio hilo, matukio hayo ya wakati ujao. Amina. And this is absolute assurance that God's word is true and it will come to pass. Amen. Na hii ni uhakikisho kabisa ya kwamba neno la Mungu ni la kweli na litakuja kutimia. Amen. This, you see, he has not only given the promise of heaven, he has also opened the future to the saints, that they can see themselves standing before the throne on the sea of glass, rejoicing before God and their Savior. Amen. Amen. Wapendwa, Mungu tu hajatupatia ahadi za kuweza kufika mbinguni, lakini pia ametufunulia tuweze kujiona na kuona watakatifu wakiwa pale katika bahari ya kioo, na pia wakiweza kuwa mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hivyo Mungu hajatupatia tu ahadi pekee, bali pia ametufunulia tuweze kuona, tuweze kujiona tukiwa katika ufalme wake, tukiwa washindi. Amina.
This is therefore reason to rejoice at this time. Hallelujah. Amen. Kwa hivyo wapendwa, kuna sababu ya kuweza kufurahia hata katika wakati huu. Amen. That is why you see the voice of much people in heaven rejoicing. Ndiposa tunaona sauti ya watu wengi mbinguni ikifurahia. Amen. You would remember that as Christ was strengthened in the Garden of Gethsemane by the angel who showed him the glory to come, so God's people are strengthened now to go through their ordeals in life, knowing that glory is just ahead. Amen. Wapendwa, kama vile Kristo akiwa pale katika shamba la Getsemane aliweza kutiwa nguvu na malaika ili na akaweza kuona utukufu ujao, basi hivyo pia watu wa Mungu wapendwa, tunatiwa nguvu wakati huu na kuweza kuoneshwa licha ya matukio ambayo tutaweza kuyapitia, kunao ushindi ambao uko mbele, kunao utukufu ambao unafunuliwa hivi karibuni. Amina. Praise God. The very first place a scene of victory in Revelation is given is in chapter 7. Revelation 7 verse 9, it says, "After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people and tongues, stood before the throne and before the Lamb, clothed with white robes and palms in their hands." The much people in Revelation 19 is a great multitude which no man could number, standing before the throne of God. Oh, praise the Lord. Amen. Amen. Basi wapendwa, tunapokuwa tukiendelea, tukio la kwanza ambalo tunapatiwa katika kitabu cha Ufunuo cha watu wa Mungu tukiwa katika kiti cha enzi ama tukiwa tumeshinda, tukio la kwanza basi tunafunuliwa pale katika Ufunuo 7 mstari wake ni wa 9, ambao maandiko inasema, "Baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kila kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao." Kwa hivyo wapendwa, watu hao wengi ambao wanaonekana katika Ufunuo 19 ndio umati huu mkubwa ambao tunaosoma hapa katika Ufunuo 7 mstari wake ni wa 9. Amina. Good. Now, before that event, before that scene in Revelation 7:9, I want you to note that the 144,000 was spoken about. They were on earth amidst war, and John heard the number. Revelation 7 verse 4, it says, "And I heard the number of them which were sealed, and they were sealed 144,000 of all the tribes of the children of Israel." But remember in verse 9, he did not hear. He beheld the great multitude in heaven before the throne. So these are two scenes. One was on earth and one is in heaven. He heard the number of the 144,000, but he saw the great multitude standing before the throne. Amen. Amen. Basi wapendwa, tunapokuwa tukiendelea, ni vizuri tuweze kuona ya kwamba tukio hili ambalo tunaweza kuliona pale katika kitabu cha Ufunuo 7 mstari wake ni wa 9, ambao tumeweza kuona umati mkubwa. Kabla ya tukio hilo kuweza kuelezewa, tunaelezewa kuhusiana na wale 144,000 ambao waliweza wakiwa duniani na Yohana alisikia hesabu yao. Kwa hivyo tunaambiwa pale katika Ufunuo 7 mstari wake ni wa 4 kwamba, "Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila ya Israeli, watu 144,000. Kwa hivyo pale tunaona kuna matukio mawili, duniani na mbinguni. Hapo anasikia hesabu yao,
lakini pale katika Ufunuo 7 na pia katika Ufunuo 19 anawaona watu ambao ni wengi. Amina. Good. So who then would the great multitude be? Are they the 144,000 merely? Or do they comprise all of the redeemed? I must say that it's not only the 144,000, it will comprise all of the redeemed. Let us look at what Paul says in 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 and 17. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. All of the saints, both resurrected and translated, they will meet the Lord in the air, and they will travel together to heaven as one company. However, it must be noted that the 144,000 among that large company is and will remain a special group that will be specially mentioned. Amen. Amen. Basi tunapoendelea, swali ambalo tunajiuliza ni hili. Je, umati huu mkubwa ambao tunaweza kuona pale, je, ni wale tu 144,000 pekee? Hakika haiwezi kuwa tu ni hao peke yake, maana kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wake ni wa 16 na 17, maandiko inatuambia hivi. Inasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, yani wale 144,000 tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Kwa hivyo watakatifu wote wataweza kuenda mbinguni kwa pamoja. Tutaweza kuenda mbinguni tukiwa kundi moja. Na kwa hivyo basi, hata tukiwa kundi moja, yani wale 144,000 na watakatifu wote ambao wameweza kufufuliwa, lakini hata hivyo wale 144,000 ni kundi ambalo ni speciali, licha ya kwamba liko miongoni mwa hao watakatifu wote ambao watamlaki Kristo mawinguni. Amina. Good. So join me a minute. Okay. So the 144,000, they are not alone before the throne. Kwa hivyo wale 144,000 hawako peke yao pale mbele ya kiti cha enzi. Though they are the ones that have endured the final battle of the ages, licha ya kwamba wao ndio wameweza kuvumilia na kustahimili vita vya mwisho vya pambano hili, they are still a representation of the entire host of the redeemed. Kumbuka wao bado ni ni kama wanaowakilisha kundi lote la watakaookolewa. All of the redeemed had experienced their own particular and peculiar trials and tribulations and temptations. Kila mmoja wa watakatifu alikuwa amepitia majaribu yake na changamoto zake na mitihani yake, alikuwa ameyapitia. Kila mmoja alikuwa ameyapitia yeye binafsi. But the 144,000, unlike all others, will receive a deeper and a greater experience with trials and tribulations. Lakini wale 144,000 kinyume na watakatifu wengine wote, watakuwa wamepokea na kupitia majaribu makali sana na magumu sana kuliko hao wengine wote. Therefore, unlike all others, the 144,000 will enter
into an experience with Christ than no other. Na hivyo kwa sababu wao ndio wamepitia mateso na majaribu makali kuliko watu wengine wote, hivyo pia wao ndio wataingia katika uhusiano wa kipekee sana na Kristo kuliko watakatifu wengine wote. And it is because of their identification with the sufferings of Christ that they will be able to enter into an experience of worship like no other. Na ni kwa sababu ya kule kuweza kuitanishwa na kuweza kuwa na uhusiano wa kipekee na Yesu Kristo, ndiposa pia wataweza kuwa na ibada ya kipekee katika kumwabudu Kristo. Amen. And that is what it means when it says that only the 144,000 can enter this place. Na hiyo ndio maana yake nukuu inaposema ni wale tu 144,000 wataingia katika sehemu hii. It is not a physical location, really. It is a place of experience with their God. Na sio ti mahali panapoonekana tu hivi, bali ni mahali pa kuwa na ujuzi wa kipekee sana na Mungu kuliko watu wengine wote. Good. So in describing the experience of the redeemed, the experience of the 144,000 is highlighted in Revelation chapter 7 from verse 13 through 15. Kwa hivyo katika kuweza kuelezea matukio ama ujuzi wa hawa 144,000, basi ndio tunaipata pale katika kitabu cha Ufunuo 7 kuanzia mstari wa 13 kuweza kuelekea. We will now read it. It says, and one of the elders answered, saying unto me, what are these which are arrayed in white robes? And whence came they? And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said unto me, these are they which came out of great tribulation, and have washed their robes, and made them white in the blood of the Lamb. Therefore are they before the throne, and serve him day and night in the temple. And he that sitteth on the throne shall dwell among them. Amen. Basi tukio hilo ambalo tumeweza kuona linaelezewa hivi katika Ufunuo 7 mstari wa 13, ikiendelea inasema hivi: akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia, je, watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani, na wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyokuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake, na yeye aketie katika kiti cha enzi atatenda hema yake juu yao. Amen. Amen. Now, the second place where the victory of God's saints are seen in the book of Revelation is Revelation chapter 14, verse 1. It says, and I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name written in their foreheads. So we are told that these will stand in a hollow square. Bring us up to that point. Okay, basi sehemu nyingine ambayo tunapata ushindi kwa hawa ikiweza kuelezewa kwa watakatifu, tunaipata basi pale katika kitabu cha Ufunuo 14, ambao tunaambiwa hivi, Ufunuo 14 mstari wa 1, kisha nikaona na tazama, huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Amen. So we are told that the 144,000 will stand in a hollow square before the throne, which is indicative of the perfection of their character. But
not alone they, it is the entire redeemed also that will stand in a hollow square before the throne. Listen to this statement from The Darkness Before Dawn, page 51, paragraph 3, written by E.G. White. It says, before entering the city of God, the Savior bestows upon his followers the emblem of victory and invests them, notice it, with the insignia of their royal state. The glittering ranks are drawn up in the form of a hollow square about their king, whose form rises in majesty above saint and angel, whose countenance beams upon them full of benignant love. Throughout the unnumbered host of the redeemed, every glance is fixed upon him. Every eye beholds his glory, whose visage was so marred more than any man, and his form more than the sons of men. Praise God. Amen. 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 Basi wapendwa, unapoendelea kuangalia kuhusiana na wale 144,000, basi huwa wanaelezewa wakiwa wamesimama katika mraba. Lakini na hii inaonyesha ule ukamilifu wa tabia yao. Lakini sio wao tu ambao wanasimama katika mraba, bali pia watakatifu wote ambao wataweza kuokolewa na ambao watafika mbinguni pia nao wanasimama katika mraba. Na ndiposa tunaambiwa hivi katika kitabu cha Roho Unabii. Your mic is muted. Sorry. Basi tunapoangalia Darkness Before Dawn, ukurasa wa 51, aya ni ya 3, maandiko inasema hivi: kabla ya kuingia katika jiji la Mungu, Mwokozi huwapa wafuasi wake nembo za ushindi na kuwawekeza na alama ya hali yao ya kifalme. Safu zinazometa zimechorwa kwa umbo la mraba kumzunguka mfalme wao, ambaye umbo lake huinuka kwa utukufu juu ya mtakatifu na malaika, ambaye uso wake unaangazia upendo mwingi. Katika kundi lote lililohesabika la waliokombolewa, kila jicho linaelekezwa kwake, kila jicho linatazama utukufu wake, ambaye sura yake ilikuwa imeharibika kuliko wanadamu wote, na umbo lake kuliko wanadamu. Kwa hivyo tunakuja kuona ya kwamba watakatifu wote waliokombolewa pia nao wanaonekana kuwa wamesimama katika mraba. Amina. Good. Now chapter 15 also highlights the victory of the saints. Revelation 15, 2 and 3. It says, and I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass, having the harps of God. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. This reminds us of the victory at the Red Sea when Pharaoh and his army was overthrown. This was a cause of great celebration because of the freedom that God had given the Israelites. We will have great cause for celebration when Babylon is overthrown, and forever, hallelujah, we will be freed from the bondage of sin and even from the presence of sin. Oh, praise the name of the Lord. Amen. Amen. Basi wapendwa, pia unapoingia katika Ufunuo 15, pia tunapatiwa tukio la watakatifu katika kushinda kwao. Na basi tukio lile linaelezewa hivi, Ufunuo 15 mstari wa 2: tena nikaona kitu kama mfano wa bahari ya kioo iliyochangamana na moto, na wale wenye kushinda watokao kwa yule mnyama na sanamu yake na kwa hesabu ya jina lake, walikuwa wamesimama kando kando ya hiyo bahari ya kioo, wenye vinubi vya Mungu.
nao wauimba wimbo wa Musa mtumwa wa Mungu na wimbo wa mwana kondoo wakisema, ni makuu na ya ajabu matendo yako, e Bwana Mungu Mwenyezi, ni za haki na za kweli njia zako, e mfalme wa mataifa. Na basi tukio hilo linatukumbusha tukio la bahari ya Shamu, ambapo Farao na jeshi lake waliweza kuangamia na watu wa Mungu wakaweza kupata uhuru kutoka kwa utumwa. Na basi pia nasi tutaweza kushangilia na kufurahia kwa sababu ya Babeli kuweza kuanguka na kuweza kuwa na milele kuondolewa katika utumwa wa dhambi. Kwa hivyo ndiposa pia tutaweza kuimba wimbo wa Musa pale katika kiti cha enzi. Amina. Praise God. Join me. Okay. Oh, how we yearn for that time to come. Wapendwa, jinsi tunavyotamani sana wakati ule ufike. Oh, how we earnestly look forward to the completion of the work of redemption. Jinsi tunavyotazamia sana kukamilishwa kwa kazi hii ya ukombozi. Our hearts burn as we contemplate the glories that are just ahead, that are just before us, and we are desirous to leave this mess behind. Jinsi wapendwa, mioyo yetu inachomeka sana tunapokuwa tukitafakari kuhusiana na utukufu ambao unakuja, na hii basi inatufanya tuweze kuchukia na kuachana na uharibifu huu wote ambao tunashuhudia. Thank God he has given to each and every one of us hope in Jesus Christ. Tunamshukuru Mungu maana amempa kila mmoja wetu tumaini ndani yake Yesu Kristo. Amen. The time is not far distant. The great clock of time is ticking away. Wapendwa, wakati hauko mbali na saa ile kuu ya wakati inaendelea kukaribia. Amen. He does everything according to the right timing. We may not understand it. Sorry. Okay. Kwamba Mungu huwa anafanya kila kitu katika wakati. Na ni kweli wakati mwingine hatuwezi kuelewa. He knows when is the best time to come. This is what Paul says in Galatians chapter 4 verses 4 and 5. He says, but when the fullness of the time was come, God sent forth his son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. When the earth was ripe back then, Christ came the first time, and the earth again is reaping, is reaching its fullness, its ripeness, and we can be sure that the great clock of time is about to strike that midday hour, and Christ is about to put in his appearing. Hallelujah. Amen. Amen. Wapendwa, kila kitu ambacho Mungu anafanya, yeye huwa anafanya kwa wakati. Na pia Yesu Kristo alipokuja hapa duniani, ilikuwa ni kwa sababu wakati wake ulikuwa umefika. Na tunaambiwa hivi katika Wagalatia 4 mstari wa 4 na 5, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Kwa hivyo dunia ilipokuwa imeiva, basi Kristo aliweza kutokea. Na hata sasa hivi mavuno yanapokuwa yameiva, basi Kristo hatakawia. Wakati saa ile kubwa itakapopiga, wakati wake wa kuweza kurudi, basi hakika ataweza kurudi. Amina. Paul speaks about the second coming of Christ in Hebrews chapter 9 verses 27 and 28. He says, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment, so Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear what?
the second time without sin unto salvation. Praise God. Amen. Wapendwa, pia Paulo anazungumza kuhusu kurudi kwa Kristo mara ya pili katika kitabu cha Ibrania 9:27 na pia 28, anasema, na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Amina. Praise God. Now this is in accordance with Christ's promise to us before he left the earth. Listen to what he says to his disciples in John 14, verse 1. He says, let not your heart be troubled. He is saying, do not worry about anything. You believe in God? Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, hallelujah, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Praise God. Amen. Amen. Basi wapendwa, ahadi hii ya kurudi kwake mara ya pili ambao Paulo amezungumzia ni inaambatana na ahadi ambao Kristo mwenyewe aliweza kuitoa. Kitabu cha Yohana 14 mstari wake ambao ni wa kwanza, basi Yesu akaweza kusema, msifadhaike mioyoni mwenyu, muaminini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningelewaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Amina. Kwa hivyo wapendwa, ahadi ya Kristo ni kwamba ataweza kurudi tena. Amina. Amen. Praise God. You see, one theme punctuates the entire New Testament, as the theme of Christ's coming and death punctuated the Old Testament. It is the theme of Christ's second coming that punctuates the New Testament. Not only in Revelation, this same promise of Christ was repeated by the angels at his ascension. In Acts chapter 1, verse 9, he says, and when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, oh praise the Lord, which is taken up from you into heaven, this same Jesus shall so come in like manner as ye have seen him go, oh praise God, in heaven. Hallelujah. Christ is coming. Amen. Amen. Wapendwa, kama vile katika Agano la Kale, swala kuu ambalo linazungumziwa pale ni kukuja kwa Kristo mara ya kwanza, kuzaliwa kwake, kufa kwake na hata kufufuka kwake. Basi katika Agano Jipya, swala kuu ambalo linaelezewa pale ni kurudi kwa Kristo mara ya pili kulingana na ahadi yake. Ndipo hata malaika wakaweza kushuhudia tukio lile anama jambo lile pale katika kitabu cha Matendo ya Mitume 1, tukisoma kuanzia mstari wake ni wa 9. Basi maandiko inasema, akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenyu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Kwa hivyo hata malaika wanashuhudia kweli Kristo atarudi mara ya pili.
Amen. Amen. Praise God. So John was caught up with this wonderful revelation of the coming of Jesus Christ. He says that this event will be so glorious that no eye that is open will miss it. Every eye shall see him. In Revelation chapter 1, verse 7, he says, behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierce him, and all kindreds of the earth shall wail because of him. Even so, amen. Oh, hallelujah. His coming, oh, praise God, will be actual. His coming, oh, hallelujah, will be personal. His coming, oh, praise God, will be audible, and glorious of glories. His coming will be visible, and he shall take us home. Praise God. Amen. Amen. Wapendwa, Mtume Yohana alikuwa amependezwa sana na jambo hili na ameweza kuingiwa sana na jambo hili la kurudi kwa Kristo mara ya pili, hadi akaweza kuelezea kwamba kila jicho la mtu yote ambaye atakuwa hai hakika halitakosa kuona tukio hilo. Kitabu ni cha Ufunuo 1 mstari wake ni wa 7, anasema, tazama yuaja na mawingu, na kila jicho litamuona, na hao waliomchoma, na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Naam, amina. Kwa hivyo wapendwa, kurudi kwa Kristo ni jambo ambalo ni la hakika. Kurudi kwa Kristo ni jambo ambalo mwenyewe atakuja. Kurudi kwa Kristo ni jambo ambalo litasikika, na zaidi ya yote, kurudi kwa Kristo ni jambo ambalo litaonekana. Maana kila jicho la yeyote ambaye atakuwa hai Yesu anaporudi mara ya pili, hakika lazima litaweza kuona utukufu huo wa Kristo anaporudi mawinguni mara ya pili. Amina. Praise God. What had been the hope of God's people from the very beginning? The second coming of their Lord. Titus chapter 2, from verse 11 says, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. He continues, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave himself for us, that we might redeem, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. Oh, praise the Lord. Right Amen. Through the New Testament. Amen. Amen. Wapendwa, ni nini hiyo ambayo imekuwa tumaini la watu wa Mungu katika vizazi vyote? Ama ni nini hilo limekuwa ni tumaini kuu la watu wa Mungu? Ni kurudi kwa Kristo mara ya pili. Na basi ndipo tunaambiwa katika kitabu cha Tito 2 mstari wa 11, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wake milki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Amen. Amen. Praise God. So this sort though is not only a New Testament promise, even from the Old Testament times. This glorious event of the second coming of Christ was the theme of God's people. Listen to what Isaiah said. He says in Isaiah 35, verse 4, say to them that are of a fearful heart, be strong, fear not. Behold, your God will come with vengeance, even God with a recompense. He will come and hallelujah, he will save you. Our God is coming. Yes,
He is coming in glory. He is coming in power. He is coming in justice. He is coming to take his people home. Amen. Amen. Wapendwa, basi swala hili la kurudi kwa Kristo mara ya pili si swala tu ambalo liko katika Agano Jipya, bali pia ni swala ambalo liko katika Agano la Kale. Na unaposoma kitabu cha Isaya 35 mstari wa 4, nabii Isaya akaweza kuandika, waambieni walio na moyo wa hofu, jipeni moyo, msiogope. Tazama, Mungu wenyu atakuja na kisasi, na malipo ya Mungu atakuja na kuwaokoa nyinyi. Ni kweli Yesu ataweza kurudi, atarudi katika utukufu, atarudi katika nguvu, atarudi katika haki. Hakika hii ni jambo ambalo hata manabii waliweza kuitazamia. Amen. And finally, the psalmist says that God will come and will gather his saints. Psalm 50, reading from verse 1, the mighty God, even the Lord, has spoken and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof. Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined. Our God shall come, hallelujah, and shall not keep silence. A fire shall devour before him, and it shall be very tempestuous round about him. He shall call to the heavens from above, and to the earth, that he may judge his people. Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice, and the heavens shall declare his righteousness. Our God is judge himself. Hear, O my people, and I will speak, O Israel, and I will testify against thee. I am God, even thy God. Hallelujah. Our God, he is coming. He is about to come. And we, every one of us, can be among those in Revelation 19, those that much people who will stand on the sea of glass and sing the song of victory. Oh, praise the Lord. Amen. Amen. Basi wapendwa, tunamalizia na kitabu cha Zaburi 50 kuanzia mstari wake ni wa kwanza, ambayo inasema, Mungu Bwana amenena, ameita nchi toka mawio ya jua hata machweo yake. Tokea Sayuni ukamilifu wa uzuri, Mungu amemulika. Mungu wetu atakuja wala hata nyamaza. Moto utakula mbele zake, na tufani yavuma sana ikimzunguka pande zote. Ataziita mbingu zilizo juu, na nchi pia, awahukumu watu wake. Nikusanyeni wacha Mungu wangu, waliofanya agano nami kwa dhabihu. Na mbingu zitatangaza haki yake, kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Sikieni enyi watu wangu, nami nitanena. Mimi nitakushuhudia Israeli, mimi ndimi niliye Mungu wako. Amina. Kwa hivyo wapendwa, kweli jambo hili la kurudi kwa Kristo mara ya pili ni la hakika. Manabii waliweza kuitabiri, mitume waliweza kuizungumzia, na basi tuko katika kipindi hiko wapendwa, ambalo tukio hili ambalo watakatifu wote wamekuwa kilitazamia hakika liko karibu kuweza kutimia. Na basi kila mmoja wetu tunaweza kuwa katika kundi hilo kuu la watu walioonekana mbinguni, watu walioonekana wakiwa wamesimama katika kiti cha enzi, na watu ambao walionekana wakiimba wimbo wa ushindi. Hao wewe unaweza kuwa ni baadhi ya watu wale. Kwa hivyo natumai ya kwamba ujumbe huo umeweza kuwa baraka kwako, na natumai ya kwamba kuna jambo ambalo umeweza kujifunza ama kujikumbusha, na kuweza kuona kweli tuko nalo tumaini ambalo liko hai, tumaini kuu la kuweza kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo hivi karibuni. Kwa hivyo
wakati huu tunafungua kwa mtu yote yako na swali, ama kama uko na nyongeza, basi unaweza kufungulia microphone yako katika wakati huu. So thank you so much, Elder Demetrius, for that wonderful message. And truly we have a living hope on the concerning the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. It's my prayer that all of us will be there among that group that will meet Jesus in the air as he comes the second time. Thank you so much Amen. for that message. And brethren, at this time we open for anyone with a question or a comment. Just unmute your microphone and you will get that opportunity. Brother Gregory, welcome. I see you have unmuted your microphone. Gregory, karibu sana. Asante. Bwana Yesu asifiwe watumishi. Praise God. Asante, tumebarikiwa sana. I've really been blessed. Nimepata kuelewa sana. Nilikuwa nafikiria 144,000 watakuwa na mahali pao kando. Bali hatutaweza I used to think that the 144,000 will just have a place on their own. Lakini nimepata kuelewa sana leo mtumishi, nimeshukuru sana kwa ndomizi. But today I've been able to understand, and thank you so much, Elder Demetrius. Amen. Amen. Praise God. So mine is just to say thank you. Tusaidiane kwa maombi sana ili tupate kufikia. And may we pray for each other that we may all be able to overcome. Amen. 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 Thank you so much, Brother Gregory, for your comment. So yes, let me comment on that. Okay. Again, Brother Gregory. Na pia tena, Brother Gregory. It is important to understand that a place is not just a location. Ni vizuri pia kuweza kuelewa kwamba sehemu fulani sio tu mahali. A place also is a position of relationship. Sehemu pia inaweza kuwa inawakilisha hali ya uhusiano jinsi ulivyo. So the 144,000 will be able to enter a place of relationship that no other can. Kwa hivyo wale 144,000 wataweza kuingia katika mahali pa uhusiano ambao hakuna mwingine anaweza kuingia. Praise God. Amen. Amen. Thank you so much for that point, Elder. Asante sana. Basi sijui kama kuna mwingine ako na swali ama nyongeza. If you have a question or a comment, I request that you may unmute your microphone at this time. Kama kuna mwingine ako na jambo la kuongezea, basi uko na nafasi ya kuweza kufungulia microphone yako. Elder Juguna, welcome. So, thank you, Elder. Amen. Your mic, Elder. I'm breaking. Una katika. Let me change my position. Okay. Okay. Sorry. Nasikika sasa? Yeah, now we can hear you clearly. Thank you very much, and I want to take this opportunity to thank Elder for that presentation. You know, it's quite encouraging, and in fact, to see that there is hope for us. Sometimes, you know, amid the storms that are going on, sometimes you reach a place where you see as if these things will not be, but this is an encouragement to each one of the experience that you may be going through every day. But we see that whether you'll be in the 144,000, whether you'll be died before and coming to that place
of the great multitude. So it will be truly a victory to each and every saint who will overcome at the end of this great conflict between Satan and Christ. So thank you, Elder, and it is a very good encouragement to each one of us. And I take this opportunity to thank you for even more clarification about the 144, because it has been sort of misunderstood, and at least we have understood it today very well. So thank you, Elder, and be blessed. Amen. Amen. Okay, thank you so much, Elder Juguna, for your comment. Okay, basi sioni mwingine amefungulia, sijui kama kunaye kabla hatujaweza kufunga. The one with Technospark 2. Welcome. I think that Picton. Oh, it's Brother Picton. Welcome. Today it has carried us just like an experience which Moses had when he climbed the Pisgah's mountain and viewed the promised land. So today, so encouraging that through the ended the presentation, we have once again been studied to see the promised land and our home at last. Despite of the challenges, the difficulties, we still have hope. So thank you so much for that. And may God add you more so that you may share with us again. So thank you. God bless. Amen. God bless you too. Okay, thank you so much, Brother Picton, for your comment. Thank you so much. God bless you. Okay, any other person with a question or a comment? Okay, basi naona ni kama hakuna mwingine ambaye ako na swali. Sioni microphone zingine zikiwa zimefunguliwa. Kwa hivyo natumai ya kwamba ujumbe huu umeweza kuwa ni wazi, na natumai ya kwamba umeweza kubarikiwa. Basi kumbuka ya kwamba fundisho hilo litaweza kutumwa baadaye katika group, na pia utaweza kuipata pale katika YouTube na uweze kuipitia tena, na pia kuweza kushare na wale ambao hawajaweza kufika, na pia nao wapate kupokea baraka hizi. So the audio will be made available to us later in the WhatsApp group and also on YouTube, that you may go over the message again and share with those who are not able to attend. Thank you so much, Elder Demetrius, and at this time I hand over to you to close us off with a word of prayer. Welcome. Thank you very much, Elder Karuga, and I trust that everyone was truly blessed as they look forward to the great hope. Pray with me. Father in heaven, we thank you for speaking to us and giving us an encouraging message today. Bless all of those who listen and all of those who will listen. Give guidance and enable us to prepare for your coming. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Elder Demetrius. May God bless you. And looking forward to next presentation as we continue digging deeper into Revelation 19. So may God be with you, and pass our greetings to your family and also to the brethren. Thank you so much. And for everyone who has joined, may God bless you, and see you next time. Bye-bye.